Hello guys, Studio Media 210 here. Leo nitakuelekeza jinsi gani ya kuinstall Windows 7, jinsi ya kuweka Windows 7 katika kompyuta yako, na jinsi ya kuchagua ipi 32 bit, 64 bit, ipi ni nzuri ambayo inaweza kaendana na kompyuta yako. Hivi ndio vitu ambavyo nitaelezea. So video hii kidogo itakuwa ndefu, sio sana, kidogo tu, lakini tutaniwia radhi kwa wale wenye haraka, lakini nataka nikufahamishe ili uelewe, ndapo hata siku nyingine unapopiga window utapoulizwa ujue unapiga kwa makusudi gani au unafanya kwa nani gani. Watu wengi nasema mimi najua kupiga window. Sawa, unapiga window unaingia, lakini ukiulizwa kwa nini umechagua 64 bit, kwa nini umechagua 32 bit, hauelewi kwa nini. So leo nitakuelekeza, nitatumia hii computer Dell, na kompyuta yangu siwezi kuipiga window, lakini nitatumia hii program kukuelekeza wewe jinsi gani ya kupiga window. Process is the same, kila kitu ni sawa. Kwa hiyo kule nitakuelekeza tu jinsi gani ya kuboot, lakini baada ya kuboot, baada ya kubonyeza enter, process ambayo itaendelea katika hii Oracle VM VirtualBox na process itaelekea kule ni sawa kabisa. So la kufanya, wacha nikuelekeze jinsi gani vya kuboot, then tutaendelea. Okay, utawasha PC yako, then utabonyeza F12 12. Kwa Dell utabonyeza F12. Kwa HP, kama utakuwa unatumia HP, utabonyeza F9. Kuna baadhi ya kompyuta zinafanana sana zinakuwa F12 kama Dell, Acer, naona, na brand nyingine inakuwa ni F12, lakini for HP unabonyeza F9. So hapa utaingia katika USB storage, au utaona sehemu tu imeandikwa USB au mass storage, au kama ni itajiandika jina la ile USB yako, kama nani SanDisk utaiona SanDisk, au kama Genetic sijui nini utaona, lakini hakisha imeanza na USB as you see. Then hapo utabonyeza enter. Ukibonyeza enter ndo unaelekea kwa. Baada ya kubonyeza enter pale katika USB, ita loading file like that, then ita start Windows. So for me sijaenda kupiga window kule, kwa sababu nikipiga window kule huku vitu vyangu vyote nita format. Kwa hiyo hapa nitatumia hii program kama nilivyokuelekezeni. Nitatumia hii program. Okay, hapa ta start window as you see. Uta wait like that. Okay, kwa hapa utanike full screen. Okay, kwa hapa utabonyeza next. Hapa usiacha katika English nani, acha default. Kama utakuwa imebadilika lugha utabadilisha, utaweka English, lakini kwa hapa sana kwa default ni English. Then uta click next, then hapo uta click katika install Windows activated R2. Sometimes hii ni iko cracked na iko activated automatic, kwa hiyo sometime nyingine inaweza ukaandikiwa kwamba install Windows activated R2 like that, au nyingine unaweza ukaandikiwa tu install Windows install Windows bas. Then hapo uta click hapa, subiri. Okay, sasa hapa ndipo nilikuwa napotaka unielewe. Hapo kama unavyoona kuna 86, na kuna 64 bit. As you see, kuna 64 na 86. Hii 86 ndio inajulikana kama ni 32 bit, na 64 ndio inajulikana kama 64 bit. So hapa ndipo nataka unielewe vizuri. Kuna kompyuta nyingine uwezo wao au processor yao ni
64 bit. As you see, kama ni kompyuta yangu ni property, naambiwa kabisa hapa system type ni 64 bit operating system, 64 based processor. Naona 64 based processor. Kwa hiyo hii processor yangu mimi ni 64. Sasa kuna zile kompyuta ambazo ni za zamani kidogo, processor yake ni ndogo ndogo, kuna ile AMD au Atom printer ngapi hivi, sana sana zinakuwa ni 32 bit. So make sure unachagua operating system ambayo inaendana na processor yako. Kama processor yako ni 32 bit, chagua kati ya hizi hapa: Home Basic, Professional, Ultimate mpaka hapa, lakini ya 32. Unakiwa processor yako ni kubwa, kwa utachagua kati hizi hapa. Tofauti kubwa 32 bit na 64 bit ni number of calculation per second, jinsi inapo perform na speed ya kumaliza kazi, yani kumaliza task, unaona. Na 64 bit inaweza kuwa kama kuna kompyuta ziko dual core, quad core, 6 core na 8 core, lakini for home computing, kwa kompyuta ambazo za nyumbani, sawa. Na tofauti nyingine ya 32 bit na 64 bit ni jumla ya RAM inayochukua au inayobeba. Kwa mfano 32 bit inachukua jumla ya RAM ni 4GB. Hauwezi ukaendelea kutia RAM nyingine hapo ikasupport. Umeelewa? Kwa hiyo 32 bit RAM mwisho inatumia 4GB, lakini 64 bit wanasema unaweza ukatia hata 80 terabyte of RAM 64 bit. So ni chaguo lako. Kama unavyoona 64 bit na perform vizuri kuliko 32 bit. Kwa hiyo mimi nakushauri kama kompyuta yako ni 32 bit, bora tafuta kompyuta nyingine ambayo kwa 64 bit kwa sababu performance yake ni nzuri. Kumbuka, endapo utatia operating system ya 32 bit, kuna program ambazo ni za 64 bit hauwezi ukainstall. However, 64 bit ukitia, unaweza ukatia program na 32 bit na 64. Pia kama processor yako ni 64, unaweza ukatia operating system ya 64 au 32 bit. Lakini unashauriwa kama processor yako ni 64, weka 64. Maana ukiweka 32 bit, performance yake haitokuwa nzuri. Okay? So hapa utachagua either my computer is 64 bit, utachagua Ultimate or Professional, utachagua Ultimate, then click next. Hapa nita agree and next. Hapa kuna upgrade na custom advance. Upgrade ikiwa kwa mfano wewe ni processor yako ni 32 bit na ulitia operating system ya 30, yani namaanisha kwamba ikiwa kompyuta yako ilikuwa ni 64 bit alafu ukatia operating system ya 32 bit, unaweza upgrade from 32 bit into 64 bit. Ndio maana ya upgrade, yani kwa Kiswahili naweza nikasema kama kuboresha kitu, yani kuboresha. So kwa hapa hatujatia operating system na yote, kwa tunani katika custom advanced. Okay, tutakuta hapa katika disk yetu. Kama utakuwa kuna disk zaidi, kumbuka Windows mara nyingi ile ambayo itakuwa iloji highlight ndio ilikuwa ya Windows. Kwa mfano umeenda sehemu mambo ndio katie Windows alafu ukakuta partition nyingi tu, hii mara unaona kama iloji highlight, kama kutakuwa kuna 4 kuna ngapi iliyoji highlight, ujue ndio ilikuwa hiyo, ndo ambayo ya kupigwa Windows. Mara nyingi ni hivyo. Sometimes unakuwa na change, lakini mara nyingi ni hivyo. So kwa hii ambayo kwa hatujawahi kuna then tutaingia katika drive option advanced, EDC unallocated space. Kwa hiyo haiko popote, drive advanced, alafu tuta click new, then tuta click apply, then tuta click okay. Okay, as you see imeji create partition nyingine ambayo ni system reserved. Kwa hii ni lazima na kwa inatokea. So hapa tutaweka hii partition 2, ndo hii ndo ya kupigia Windows, tuta click next. Sasa hapo ndipo Windows yako
inapoingia. Unaona, copying file activated, alafu expanding window activated, namalizia katika install feature, install update, completing installation, then itakuwa tayari imemaliza, na bado kwenda kuset tu ile username na ni basi, lakini Windows inakuwa imeshakamilika. Kwa katika hali hii, ikiwa kama unatumia CD, ikiwa kama unatumia flash kwa Windows 7, 8 na 10, endapo kama hapa itafika 100% tu, unaweza ikijirestart tu pale, unaweza kuchomoa flash yako ukaweka pembeni na Windows inamaliza kila kitu. Manake hali hii yake ikishafika 100 tu, manake Windows ishamaliza, zile nyingine zinakuwa ni mbwembwe tu. Unaona kwa haina haja kwamba sijui na nini, hapana. So kwa hapa nita pause kidogo kwa sababu itachukua time. Nita pause video yangu, itaendelea ikikaribia kumaliza. Okay, Windows yetu inakaribia kumaliza. Utiaji wa Windows 7, Windows 8, Windows 10 ni kitu kile kile, wala usishtuke. Maana ile asema Windows 7 nitajirestart mara nyingi, lakini Windows 8 na 10 haijirestart mara nyingi. Akirestart mara moja ndio enda kumaliza kila kitu huko, then inamalizika kule. Kupiga window kwa flash, kupiga window kwa CD, all the same, ni vitu vile vile. Sema katika kuboti tu kule au kufanya bootable ni tofauti kidogo, lakini katika kupiga window huko ni kitu kile kule. So kuna sometime katika kupiga window kuna errors nyingi ambazo zinatokea, na kila errors ina fix yake, lakini nitakuja kuelekeza katika video ambazo zinazokuja huko, sababu hizo error ni vigumu sana kutokea. Lakini mimi ndio napenda itokee ile errors, lakini naona haitokei. Napenda itokee ili ni fix na nikuonyesha jinsi gani ya kufix, ili siku yote ambayo unaona katika mizunguko wako unakuja kupiga Windows, itapokuja kutokea ile error una uwezo wa kufix. So hapa katika Windows itatambua restart, unaweza click hapa restart now, itajirestart yenyewe. Okay, katika kompyuta hapa ndio vile vile. Kwa kama unatumia laptop, unatumia desktop, zote ni process the same. So hapa na assume kama niko na kompyuta, so usijue kwa nini nimepiga window ndani ya window nani, hapana. Hii ni kama student kueleza vibu swali, lakini tayari umeshanielewa. Okay, hakikisha kama unapiga window kwa tumia USB pia katika BIOS setup yako. Hiyo kama unatumia desktop zile za zamani kama Toshiba, kama unatumia desktop kwa hivyo, au hata laptop zile Toshiba za mwanzo, ni hakikisha katika BIOS advanced kule USB legacy support iko on, la si hivyo USB yako haitosoma. Hizo ni error ambazo ni ndogo zinatokea, lakini hizo zinahitaji video nyingine tofauti kabisa, maana nikichanganya mambo yatakuwa ni mengi hatari. So Windows yako ndio itakuwa ndio namalizika design kama hiyo. Setup is updating the registry. Wakati huu hata kama ukichomoa flash haina shida, kama ukitoa CD haina shida.
Okay, Windows completing installation. Kuna swali niliulizwa lakini sio katika YouTube, niliulizwa tu na mtu tofauti. Windows inachukua masaa mangapi kuingia? Hilo swali jibu lake kwamba Windows haichukui masaa mangapi. Windows inategemea na performance na speed ya kompyuta yako. Basi kama kompyuta yako RAM kidogo, processor ubongo wake ni mdogo, utachukua masaa tu. Naona utachukua tu muda kwa sababu utakuwa inachelewa kuload, itachelewa kuperform zile task, naona. Lakini ikiwa kama unatumia kompyuta nzuri kabisa, ni kwa mfano tuchukulie ni Core i3 au Core i5 alafu desktop una RAM yako 8GB kwa Windows 7 hapa nisi, hata dakika kadhaa tu tayari umeshamaliza, naona, kwa sababu inakuwa iko fast. Alafu pia kama unapigia kwa USB inakuwa iko fast. So upigaji wa Windows haitegemei na haina kiwango maalum kama ni saa ngapi au dakika ngapi itakuwa tayari kishamaliza. Inategemea na performance na speed na RAM ya kompyuta yako. Bas na hivyo tu jibu lake. Hapo itajirestart tena kompyuta. Ingekuwa Windows 80 au Windows 10 ingekuwa tayari inaelekea tu moja kwa moja kule, hajirestart mara nyingi like this. Kupiga Windows natakiwa uwe mvumilivu, kwa sije ukasema mbona video inazingua ndefu sana nani. Hapana, natakiwa uwe mvumilivu, na kama pia unahitaji kujua lazima uwe mvumilivu pia, kwa usije ukazani kama anazingua. Hapana, please kuwa mvumilivu. Okay, hapa utaandika jina la user ambao utaenda kutumia. Mfano hapo nitaandika yote tu testini au Tojo tu inatosha. So huku type of username itakuwa ni Tojo PC. Click next. Hapa utaweka password, lakini sitohitaji password.
Utaweka password, repeat password, alafu utaweka password hint. Password hint ni yale maneno ambayo unaweza ukaeka, lakini endapo kama utasahau password yako, ukiona password hint yako tu utakumbuka password yangu niliweka vipi. Kwa mfano, password yangu niweke tojo 360, alafu hint yangu nikaweka tu 360, kwa nitajua okay, niliandika tojo 360. Hiyo ndio maana ya password hint. Hapa click next, hapa sema ask me later. Hapa utaweka muda ambao unaotaka. Kwa sisi Tanzania sana tunatumia ile nani ya Nairobi, natafuta Nairobi. Okay, UTC time, tunatumia time zone ya Nairobi. Then na click okay. Next, hapa sina network, hapa nitasema hii ni home network. Okay, window inakaribia kumalizia. Okay, sasa hapa itajirestart kwa mara ya mwisho. Itapowaka ndio tayari Windows itakuwa imekamilika moja kwa moja. Angalizo kwa wale ambao wanatumia CD kupiga Windows. Kama pale unavyoona, press any key to boot CD au DVD. Utabuti kwa mara ya kwanza tu, utabonyeza any key kwa mara ya kwanza tu. Utapofanya nani pale partition nani ka next ikafika mpaka 100, itapoji restart, ukiambiwa tena press any key usibonyeze, kwa sababu ukibonyeza utaanza upya. Kwa unaiacha vile vile mpaka vile vinani vitano vipite iendelee. Shafahamu? Kwa hiyo kama ukibonyeza utaanza upya, lakini kama utabonyeza ndo itaendelea. Hata kijirestart wewe usibonyeze tena, unabonyeza tu pale mara ya kwanza ndipo unataka kuboot. Bas. Okay, Windows yetu tayari imeshakamilika, na hivi ndivyo tunavyopiga Windows. So zile 30, 15 ambazo unazoenda kupiga Windows kila siku, na hisi kama utakuwa kwa hiyo mtu ambao ulikuwa hauelewi tangu hapo mwanzo na tayari umeiona hii video imekuwa useful sana kwako, basi inaweza kukusaidia kufanya hivyo na kuhifadhi pesa zako. Dunia sasa hivi ni freedom. Kuna kitu unajua, mwelekeze mwenzio, maana unasema kama unataka kukaa nacho unaweza ukawa nacho na utakufa nacho, na hakuna, na huko unapoenda hakina matumizi aina yote. So kitu ambacho duniani kitumike tu duniani. So kama una elimu, unaelewa japo kidogo, mwelekeze mwenzio ambao alikuwa elewi, ili sote tuelekee pamoja, tuwe sehemu moja. Okay, thank you. As you see, Windows tayari imeshakamilika kama hivyo. Okay. Sometime unaweza kukatia window alafu huku katika sauti au wifi ikawa imemiss, so hiyo ni case nyingine kabisa. So thank for watching. As you see, window imekamilika, na kutekeni kila laheri.
kama ilivyokuwa ada. Kama wewe ni mgeni, please nakuomba subscribe my channel, kwa sababu kuna video nyingi ambazo nzuri za kujifunza hapo mbeleni na utafurahi kwa kweli. Please click hapo katika subscribe button ambayo liko chini ya video hii. Pia kama umependa, comment hapo, au kama kuna any problem comment, lakini pia usisahau kubonyeza like button. Thank you for watching, nakutakia kila heri. Bye.